Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi, mtumieni Samia katiba mpya, asema ana dhamira ya kweli kuikamilisha kabla ya mwaka 2030, asisitiza tofauti za mitazamo zisitafsiriwe kuwa uadui. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ulega tutafungua Tanzania kwa barabara, habari katika ukurasa wa 3. 23 kizimbani, tuhuma mikutano ya kigaidi, habari katika ukurasa wa pili. Daya tangaza vita madanguro wanaokiuka maadili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ajali za ua 13 Kilimanjaro Kagera, mtumbi wa ua familia watu 5, habari katika ukurasa wa 3. BOT yaonya utapeli noti bandia migodini maeneo ya biashara, habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi aapisha majaji viongozi tume za mipango maadili, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi Komaini tupate katiba mpya. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amehimiza Watanzania kutumia fursa ya uongozi wa Rais Samia kupata katiba itakayodumu kwa zaidi ya miaka 50. Asema msingi wa haki, amani hujengwa kwenye katiba iliyo bora. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nukuu muhimu Dr. Emmanuel Nchimbi ikisema, kwa hiyo hili la katiba mpya Rais Samia anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais anataka ikatekelezwa. Tume ya haki jinai aliyoiunda rais ilishauri ifanyike zaidi ya miaka 30, muda ambao mjadala wa katiba mpya umeendelea nchini. 2028 mapendekezo ya tume ya Jaji Chande, katiba ikamilike kabla ya mwaka 2028. 2029 2030 katiba mpya ilenge kutumika katika uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Ndugu nyingine Dr. Nchimbi anasema, komaeni hapo, tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Kwa hili katiba iliyopo sasa rais mbinafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Kiliunde yatia hofu elimu ya msingi sekondari, habari katika ukurasa wa 10. Makada 30 Chadema kizimbani kwa ugaidi da mikoani. Makada zaidi ya 30 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wamepandishwa kizimbani katika mikoa na mahakama tofauti kwa mashtaka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kukabiliana na ukahaba kulivyo mfupa mgumu, habari katika ukurasa wa 18. Balozi Mpungwe, Mkapa alijenga uchumi wa kisasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi, haki ni msingi wa amani, ataka viongozi wananchi kutokuona aibu kutamka neno haki, kupambania katiba mpya itakayokubalika na wadau wote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi akihutubia wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 15 wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC uliofanyika Dar es Salaam jana. 23 mbaroni kwa ugaidi, habari katika ukurasa wa 3. Watu 23 wakiwamo viongozi na makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi wa mkoa wa Mwanza na kusomewa shtaka moja la kushiriki kwenye mikutano ya kigaidi.
Watano wa familia moja wafariki ajali ya mtumbwi, habari katika ukurasa wa 3. Habari picha ikionyesha baadhi ya wananchi wakiopoa miili ya watu mara baada ya mtumbwi kuzama katika bwawa la Nyundo ya Mungu wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro juzi. Mahakama yafuta ushindi wa ACT kuhusu uteuzi wa wabunge, habari katika ukurasa wa 4. DC adilia shaka kushamiri showroom za magari Buza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. In a world where time is money, getting your goods delivered on time is crucial. Yellow Freight Company Limited, we take care of all your forwarding and clearing needs. From motor vehicle to containers or loose cargo, we handle everything seamlessly customs clear. With our experienced team and state-of-the-art technology, your cargo is in safe hands. At the port of Dar es Salaam to all destinations, you can contact us through +255 743 856 117. Drop us an email, info@yellowfreight.co.tz. Visit our website www.yellowfreight.co.tz or check our social media platform at yellowfreight.tz or visit our office Dar es Salaam, Tanzania, Rita Tower, 9th floor. Yellow Freight, where the shipping made simple. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele. Katiba msingi wa haki Dr. Nchimbi asisitiza serikali Chama cha Mapinduzi wapo tayari kwa mchakato wake. Pia agusia umuhimu asasi za kiraia kuhubiri na kuhimiza umoja wa kitaifa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Maganya akosha utekelezaji miradi da, habari katika ukurasa wa 14. Ulega agiza barabara Rusahunga Rusumo kumalizika kwa viwango, habari katika ukurasa wa 3. Wanawake sekta ya madini walonga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Maridhiano tuyafanye wenyewe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 gazeti hili. Watano wafa ajali ya mtumbwi wakienda kongamano la kanisa, habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru. Gazeti Uhuru likiandika ashikiliwa kwa madai ya kuwachezesha mabinti wakiwa watupu, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi awaapisha viongozi aliowateua, waahidi kufanya kazi kwa uadilifu, habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia mgeni rasmi jukwaa la miundombinu Afrika, habari katika ukurasa wa 6. Safari za anga bahari zaimarika mwezi Juni, habari katika ukurasa wa 3. Serikali kujengea uelewa wananchi kuepuka kuzama maji, habari katika ukurasa wa 2. Mapinduzi ya mabasi ya umeme yasivyomwacha mtu nyuma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wanahisabati wa Kichina watondokiwa nishani ya Fields, habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mang'oba aanza na mambo matano, atumia saa 3 mazoezini Yanga, Shalu lile atua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikionyesha wachezaji wa Yanga na kocha wao wakiwa mazoezini. Achana na dombi ya Simba yafuata kiungo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ijayo ni Kagame Cup, Simba Sports Club dhidi ya Mogadishu saa 1 kamili usiku. Dili la Bruno Arsenal la karibia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Licha ya kuwa Guimares natamani kujiunga na Arsenal, Newcastle inahitaji fedha nyingi zaidi ili kumruhusu kuondoka. Kuna taarifa pia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika ratiba ligi kuu bara ndani, habari katika ukurasa wa 12. Twiga Stars inapenya hivi WAFCON, habari katika ukurasa wa 10. Gazeti hili limeandika kirafiki leo Jumamosi ni FC Porto dhidi ya Aston Villa saa 4 kamili usiku, Estadio do Dragao, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Simba yashusha mtambo wa mabao, Saliboko andika rekodi Jumuiya ya Madola, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Simba Singida kutimua vumbi Kagame leo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ken avutia vigogo Ulaya, Saudi Arabia, habari katika ukurasa wa 22. Chess shuleni yapewa msukumo mpya, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, kweli daima, habari za michezo, lenye limeandika mfungaji bora Mali atua Simba
kuikabili Mogadishu City. Michuano ya Kagame, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Singida Black Stars haiboi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mtanzania aweka rekodi madola, habari katika ukurasa wa 19. Shime afunguka Twiga Stars, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Arsenal ya mnasa Misa, habari katika ukurasa wa 18. Kumekucha michuano ya AFCON 2026, habari katika ukurasa wa 10. 17 ni idadi aliyofunga Dumbia katika ligi ya Mali. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Shehani Mzeina, nikutakia siku njema.